Marshall TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Mambo ni aje mpenzi mtazamaji wa Marshall TV pamoja na TK TV. Mwendo ni ule ule. Tunazidi kusongezea watu ambao wameweza kushiriki kwenye mechi ya Comedian Team pamoja na Kasako. Wameweza kuilamba Kasako bao moja bila, wakaja moja kwa moja kwa Spy na sisi tukaona sio vibaya, tukawafuata huko kwa Spy. Huyu ni kati ya moja mchezaji ambao ameweza kushiriki mechi hiyo na ameweza kupiga mwingi. Tunataka kupiga naye story moja mbili tatu kuhusiana, tujue kitu gani ambacho anajisikia vipi baada ya ushindi. Mambo vipi? Poa. Harakati Iziko. Kidogo umepiga mwingi. I say unyama mwingi. Hongera sasa. Asante sana. Hadi sauti imeonda. Sauti imepotea kabisa. Kutokana na kushabikia. I say unajua mpira wa jua ndio hivyo. Siku nyingi tulikuwa tukooni kwenye game ya mpira, hususan game ya mpira. Ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea hapo kati? Mimi nina miaka miwili ni staff. Nabakia tu nafanya zoezi kwenye timu la veteran la kambi. Na kama nilicheza siku ya leo kwa sababu hii ni timu ya kundi langu mimi la waigizaji na mimi ni muigizaji. Na ndio maana nimekuja tujiunge kwa pamoja. Kidogo hapa tuliweza kushuhudia labda kidogo katikati ulikuwepo wewe pia na mtoto wako Anyanga. Combination ilikuwaje wewe na mtoto wako? Ile si mara ya kwanza kukutana na mwanangu katikati ya uwanja. Naamini hii inaweza ikawa safari ya 3. Mimi na mwanangu tunakutana uwanjani. Naamini combination kwamba mimi na yeye lazima iwe mzuri tu. Useme japokuwa kwao kuna mapungufu kidogo, lakini nilikuwa najaribu kumsahisha kidogo mle ndani. Kuna zili kusahisha. Kuna namna fulani wanasema kwamba mmeza mechi ya leo mngefunga tabao 5. Wewe kwako ulionaje? No, unajua katika ufungaji kuna mambo mengi. Kiukweli mechi ya leo tungepaswa kufika hata goli 4-3. Lakini nafasi tulizichezea kama mwanangu Gatuso kiukweli alipata na nafasi nzuri za kuweza kumaliza, lakini ndio hivyo ameshindwa kuzifanyia vema. Kwa hiyo ushindi wa bao moja ni ushindi mzuri kwa sababu tumekimaliza. Ushindi wa bao moja ni mzuri japo mbona wengine wanasema kwamba sio mshindi mzuri, kwamba wengi hawajafurahia tu, wamefurahia kwa sababu tu wameweza kuchukua kombe. Unajua ushindi ni lile bao ambalo limefungwa na tayari sisi tumefunga bao. Wao hawajafunga bao hata la kukataliwa. Sasa kwa nini tusifurahie lile bao ambalo limefungwa? Unaona? Kwa hiyo ushindi sio mpaka ufunge goli 4, 5, 6, hapana. Ushindi ni ule ambao umepatikana na sisi tumepata ushindi wa bao moja. Lazima tufurahi. Okay. Tukiachana masuala ya mchezo, vipi kwenye muziki au kwenye sanaa, kwenye upande wa uigizaji mambo yako vipi? Niseme kwamba kwenye upande wa muziki mimi sijikiti sana na muziki. Ila mimi ninachojikiti nacho sana ni movie series. Mimi ni msanii serious. Kwa hiyo ndo kazi zangu. Naamini hata ukiingia mtandaoni ukiandika Mr. Apito pale utakuta kazi zangu ziko pale, Apito, sawa, sijui Mboka, yani zipo nyingi tu pale. Hata ukiingia NSG utakuta kazi zangu ziko pale, Ardhi ya Mta, Miela, yani kazi zipo nyingi tu. Kwa hiyo kiupande wa sanaa kabisa mimi naona niko vizuri. Hata mwanangu pia yuko vizuri kikomedian. Baba anafanya vizuri kwenye upande wa movie. Pia na mtoto anafanya vizuri kwenye movie. Unajisikiaje kwanza kiujumla? Mwanangu, hakuna kitu kinachonipa furaha kuona kazi zote au shughuli zote ninazozipitia na mwanangu anakuja kuzipitia zile. Yani najisikia furaha sana, najisikia fieri sana. Mara nyingi ninapokuwa nipo matembezini ukisikia mtu ananuna pale baba yake Agatuso, baba yake Avensa, yani huwa najisikia furaha sana. Ramadhani naye ni mtoto wako? Ramazani ni mtoto wangu. Mtoto wako. Watu wote wapo kwenye game. I say, yani nina watoto 6 wavulana. Wote wapo kwenye game. Wote wapo kwenye game. Alafu kiajabu sasa, wote wanapitia pale ambapo nilipitia. Gatuso mimi nilianza kuwa goalkeeper. Na yeye akaja akawa goalkeeper. Mwishoni hivi mpaka hivi anacheza na mimi nacheza. Nikawa muigizaji na yeye akaja kujiunga na uigizaji. Mpaka leo ni comedian mzuri sana. I say, hakuna kinachonipa furaha kama anachokifanya yule mtoto. Mtoto anachokifanya. Hongereni sana. Asante sana. Kidogo tunamnafanya kazi moja of course, lakini kwa sometimes huwa hamshirikiani sana, kwa nini? Unajua kuna utofauti wa serious na comedian. Sasa unapomtafuta yule mtoto
umsogeze karibu yangu, anajisikia kale ka ubaridi baridi. Sasa unaona uwezo kalazimisha mtoto alafu unamwacha endelee tu na shughuli zake, alafu na unakuwa kwenye shughuli zako. Lakini zipo hatua hapo mbeleni, na hisi ndani ya huu mwezi ambao tuko tunaingia mwezi wa 6 kuna kazi ambayo tutaifanya mimi na yeye. Okay. Kwenye ile style ambayo anaitumia yeye kuigiza kama mzee, wewe kama mzee wake wago unaichukulia vipi? Ya unajua katika mambo ya comedian kila mtu ana style yake na ile ndo style yake ambayo anaipenda sana yeye. Mimi sasa kibinafsi mimi si kuaga napendelea aige kama wengine. Nilikuwa na mshauri achukue style ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe. Unaona kama Kicheche alivyoingia. Unaona kisi Kicheche alivyoingia. Yani Kicheche alisimamaga kuwa comedian nzuri sana. Maana hakuwa na mambo mengi ya kuiga kama fulani, unaona. Na mimi pia nilishawahi kumshauri mwanangu akaya tafakari, angalie ni style gani ambayo ataingia nayo, mradi iwe ya kwake kama yeye. Kuliko ile ya kuiga. Unajua walio wengi wanakuwa wanafikiria kwamba labda ni Jackson, unaona? Kwa hiyo nishamshauri sana kwa hilo. Umeshamshauri kwa. Unatamani abadilishe character ambayo anayoitumia kwa sasa? Atumie kama style gani? Mimi mwenyewe kibinafsi sawa, sihitaji atumie ile style ya kuweka zile ndevu. Zile ndevu bandia, mimi sitaki ile style. Akae kama yeye tu. Kuna makeup ukimake unaonekana mtu mzima. Na unapoingia kwenye mchezo kila mtu anakuona kwamba huyu ni mtu mzima. Si unaniona mimi? Sijawahi kucheza movie alafu nijigeuze kuwa mzee, nivae vitu vya ajabu, ni mavazi tu. Nikitumia hayo mavazi na ukiangalia kazi zangu utasema kweli huyu ni mtu mzima, ni baba wa watoto. Unaona? Kwenye safari yako ya uigizaji ni kitu gani ambacho unajivunia umeshaweza kukifanikisha kupitia kazi yako ya uigizaji? Kwanza kupitia kazi za uigizaji, nishawahi kujitengenezea jina. Nishajitengenezea jina kabisa. Hivi hapa kambini hakuna mtu ambaye anaweza akafanya kazi 3-4 bila kunishirikisha mimi. Unaona? Hilo ni la kwanza, lakini pia la pili, sawa, siwezi nikalala njaa. Na waigizaji wapo kambini. Nitafika mfano kwa Spy hapa, mwanangu sijui 1 2 3 hata Nicole. Kidogo hapa tunataka tuzungumzie issue nzima kwa sababu Gatuso ni mtoto wako pia, Echiba naye ni mtoto wako pia kwa sababu ni rafiki wa mtoto wako, pia ni kama ndugu. Ugomvi wao kati ya Gatuso na Echiba uliweza kuchukuliaje kama mzazi? Yani kiukweli sijawahi kusikia hilo tatizo. Hivi ni mara ya kwanza kulisikia. Na mimi kama mzazi wao siwezi nikakubali hao watoto wawili wao kwenye ugomvi. Na kama kweli wamefikia kwa hatua ya kugombana, lazima mimi nitawaita na nikae nao. Niwaoneshe jinsi maisha yanakuaga. Unasikia anakuambia kwamba yeye ugomvi wa mtoto wake na Echiba alikuwa haujui. Kwamba Gatuso na Echiba Samaki waliweza kugombana, kitu ambacho kiliweza kusababisha kugombana mimi sikijui, mimi na yeye. Lakini nasemekana ni kwamba kuna namna fulani walikuwa wanazulumiana hela, kuna mambo ambayo yalienda tofauti. Unashangaa kwa wewe baba mzazi lakini haujui hilo. Ni kweli kabisa sijui. Sijui kabisa. Na laiti ningejua hilo mapema, ningewahi kuwaita na niwape mashauri. Mimi ni mzee wa mashauri. Lazima watoto zangu waende kwenye maadili ya kimashauri. Na kama umesema kwamba wana mvutano, nitafanya kila linalowezekana niweze kuwakusanya niwasikilize. Ni kitu gani ambacho hatujui kutoka kwa babake na Gatuso? Mimi tu niombe kusema kwamba nimewashukuru sana kwa kuweza kuniuliza 1 2 3, lakini pia nimekuja kufahamu kwamba kati ya mwanangu Gatuso na rafiki yake Echiba kuko sintofahamu. Unaona? Kwa hiyo niombe kuwapongeza kwa sababu mmenipa nafasi nzuri ambayo nitaitumia kuhusu hao watoto wangu wawili. Neno la mwisho la wapenzi watazamaji wa Marshall TV pia na TK TV. Niwezi kusema kwamba masharti wa TV zetu haya ambao mashabiki wa TV zetu ambao wanatuzunguka, mimi ni waombe tu wasichoke. Waendelee kufuatilia kazi zetu mitandaoni, kushare na kulike kwa mafansi wengine. Maana hizi ndo kazi zetu, tunaomba support sana kwao. Lakini pia niombe kwa TV zetu mjaribu kutusogelea mara kwa mara.
Unaona, mnapokuwa mnatusogelea ndipo mnapojua changamoto zetu ni zipi. Yeah. Yes, hau ndo babake na Gatuso Anyanga, na sasa mmeweza kusikia mambo mengi kutoka kwake. Mimi niite _Mraz_255, ila big up sana kwamba alikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ile usisahau kusubscribe hapo chini kwa ajili ya kupata taarifa zetu kila siku inayoitwa leo.